mbili kwa siku. Sasa shuhuda wa hili ambalo limefanyika katika mkoa wa Morogoro si mwingine ni mwandishi wetu Warioba Igombe, na hii ndiyo taarifa ambayo ametuletea. Karibu sana Warioba. Tarafa Kilengele wilayani Morogoro wameonyesha furaha yao baada ya mradi wa maji baridi kukamilika, ambapo wamesema kukamilika kwa mradi huo utaondolea adha ya utumiaji wa maji chumvi iliyokuwa ikiwakabili kwa muda mrefu, ikiwa ni pamoja na kutembea umbali mrefu kusaka maji baridi. Yanasaidia kwa kunywa ya Tanzania na namba kifua nyingine ya kushindana kutoka kwenye ligi yetu ya hapa. Makocha wetu wengi wazao wanashindania hapa, lakini hawaendi nje. Kwangu mimi nafikiri ungetengeneza utaratibu wa makocha kama tu ambavyo wanafanya field kwenye taasisi mbalimbali. Makocha wetu waweza wakafanya kazi kwa muda, mataifa yaendelea. Inawezekana ikaonekana ni jambo gumu, lakini ni jambo ambalo lina msaada mkubwa, kwa sababu chukulia mfano makocha wetu wazao hakuna haja ya kocha mkuu, kwa hiyo tu makocha wasaidizi nje kwa kipindi cha muda fulani. Tutatengeneza kundi kubwa la makocha ambao watajifunza tamaduni mpya na falsafa mpya kwa mataifa mengine ambayo yameendelea, ambazo kusomea hapa kwenye kisiki hicho hapo tutasaidia kwenye maendeleo ya mpira wetu. Hicho hapo juu yake we specify duniani. Kwa mfano watu, kuna foundation nzuri ya soka la vijana kuanzia kwenye umri wa miaka labda 13 mpaka miaka 19, na tutasema Ujerumani. Therefore kundi la makocha ambao wamegraduate kwenye kipindi fulani wanachukuliwa, wanapelekwa Ujerumani, wanaenda kukaa kwa muda angalau hata mwaka mmoja na nusu, miaka miwili. Inawezekana kwa sababu hawa watu wakienda kule, kazi kubwa wanayoifanya ni kwenda kujifunza tamaduni mpya. Wenzetu wanatuzidi wapi? Wenzetu wanafanyaje? Washambuliaji wanatengenezwa vipi? Yaani kuna vitu ambavyo lazima tujifunze tuko mataifa ambayo yameendelea, yamepiga hatua muda mrefu. Halafu tukitoka hapo tunaangalia soka kwenye senior team. Falsafa hivi tunaweza kuiadapt. Kama tumechagua kwenda Ujerumani, maana yake falsafa ndio tunataka kuiadapt ni Ujerumani. Au kama tumeamua kuchanganya, basi tunaweza tukaamua hawa makocha kundi hili ndio Ujerumani, kundi hili ndio Hispania. Hawa watu wakija, angalau timu inakuwa na identity ya falsafa mbili. Tuna falsafa ya Kijerumani na Kihispaniola ambazo tunaweza kuzitumia na zikatuletea impact. Kwa hiyo nafikiri uwezekano kufanya mabadiliko kwenye tafuta kutoka jana kale sasa nimefanikiwa. Kufanya maamuzi magumu, kuamua tutafanya kweli. Sasa saa 2 dakika 20 basi tunaendelea zetu na stories za kwingineko, na hapa Mchambua Gego, na wakati Mchambua Gego basi Choni anaweza kuwapa ile menyu ya kati tumaliza kwingineko. Yes, na kumbuka tumebaki dakika 5 tu, nadhani akimaliza Gego hapo wewe unataka kuchanganya. Sisi tumeshapanga ratiba yetu. Laki hizo utaona tu simu zinaingia. Then kuna mtu hapa atakuongea ili aweze kuwakilisha. Kwa hiyo ni kwenda tu kwenye menyu ya malipo kama kawaida, namna ambavyo unafanya malipo yako. Ukishaingia kwenye hiyo menyu, unachagua namba 4 ama namba 5, hamna gari nyingine. Then ukishalipa bill ni kwenda namba ya kampuni ama namba ya biashara ambayo ni 553111. Kisha utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 333 au neno bongo, kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba ya siri kuweza kuruhusu muamala kutoka. Sawa. Ni muda wako wote sana. Hapo mkasema yeye sasa nani mwana Singida Black Star. Ngoja anakuja kuona. Ngoja video anajua kukaa. Hata wewe kisana kwa sije. Lakini sasa nayo hivi Tanzania akakumbusha sawa. Na kwa hiyo video yako ni ngumu. Wewe unataka kumeza msumari. Gego ni miongoni mwa viungo ambao nimewaona wanacheza vizuri sana. Na jana Singida, ukiangalia namna ambavyo Gego alikuwa anaipa timu balance, unapata picha namna ambavyo kiungo alipambania kwa uwezo wako wa kwanza vitu vitatu. Leo anasema mkubaliane naye. Sawa, kubaliana. Sasa kwa mimi mwenyewe sikuweza kwa upande wenu kwa sababu nipo naye, bili tufanyaje? Tuelewane mimi na yeye. Sasa baba mdogo akumbuki wakati mimi nilikuwa nawakandamiza nyinyi. Mimi nipo naye bibi, siwezi kusema acha waende. Mimi bibi tuwe watu moja. Tatu ni namna ambavyo una release mpira unaoachia. Kwa katika zile sifa tatu, ya kwanza nitaangalia
R3 zile ambazo ni alafu twende kwenye sifa ya pili, uwezo wa kuskani. Sasa hapo ndio izidi kumzidisha kumpandisha kichwa sasa. Kiungo kabla hajaomba mpira, hajaomba pasi, tayari ameshageuka upande wa kulia na kushoto kuangalia eneo lake linalomzunguka likoje. Wapi akipata mpira inayokuwa option yake ya kwanza kupiga pasi ambayo itakuwa na matokeo chanya. Mimi niliona kwanza tu ana hasira alafu sikuweza kumstaka nimkele. Ndio nikasema ili tuende naye sawa, utaamini nipeje nimsupport. Kushoto na kulia. Kwanza swala la gari nilikuwa nimesikia wewe unasema gari iko moja. Haya, unaona sasa. Awe updated na namna mambo yanavyoendelea uwanjani. Kwa hiyo nilikuwa naongea tumeshapanga ratiba yetu tutarajia anasikia. Hapo alisikia kwani silikuwa iko hivi. Kwani clip utaiona hivi ilikuwa huko tunaongea hivi kabisa. Akasema jengo tofautiana namna ambavyo unauelewa mchezo. Akachoka akaenda kukaa. Wametalua. Yaani kwa namna kiutazama mchezo na uelewa sasa hivi mchezo unahitaji kitu gani. Kwa hivyo ni vitu ambavyo Gego yuko navyo na nafikiri ni vitu ambavyo vinaweza kumfanya akawa ni mchezaji mzuri na kuna vitu ambavyo anatakiwa kufanya ili aweze kuwa na mwendelezo wa kufanya vizuri. Otherwise atarudi kwenye kundi la wachezaji ambao huwa wanakuja na kupotea, lakini akiweza kumaintain hivyo vitu ambavyo nimevitaja kama sifa zake, eh, anaweza akawa mwendeleza thamani kazi.